Wengine tutakapokufa, kanyaga juu ya kaburi, tangaza haki. Kwa sababu sasa kizazi kimefika mahala kinaharibiwa na hawa watu waovu wasiokuwa na akili. Mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana. Hamkustahili kukaa hata kwenye hizo nafasi, kwa sababu sio watu mliochaguliwa na watu. Mmejichagua na kujipeleka kwa kuonea watu, kwa damu za watu mmekaa hapo. Ndio maana mna hali hizo mlizo nazo. Mimi nitaendelea kuisema tu, hata Wakereke. Ndio Mungu aliumba kila nchi akaipa na rasilimali zake. Rasilimali za Tanzania ni za Watanzania, na Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo, anayetaka aje tushirikiane. Kwa hiyo kama tuna rasilimali zetu, lazima tuzilinde kwa wivu, kwa sababu hizo ndizo zitakazosomesha watoto wetu, hizo ndizo zitakazojenga miundombinu, hizo ndizo zitakazotumika kwenye bima ya afya kwa wote. Ndio lazima tuzilinde kwa wivu. Hata kama watu wanaungana kutuandika mitandaoni, wajue na wenyewe wana nchi yao na hii ni nchi yetu, na sisi tunawashauri wawe na adabu wanapoandika nchi iliyo huru. Ubaya wa kupata cheo bila kutaabikia, ubaya wa kupata cheo kwa kuiba, ubaya wa kupata cheo kwa njia ya kuua watu. Hiki cheo unakitumia hovyo sana. Waweza kuwajibu watu hovyo. Kwa nini? Kwa sababu umekipata vibaya hicho cheo na hukukipata kwa uhalali. Lakini ungepata kwa uhalali hicho cheo, ungeweza kuwatumikia hao waliokuweka kwenye nafasi. Lakini kwa sababu cheo chenyewe kilikuwa ni cha vurugu na wizi na uuaji, ndio maana maneno yanayotoka katika vinywa vyao yanatoka sawa na mioyo yao ilivyo. Kitabu cha Mithali sura ya 28 na mstari wa 16. Usikie vizuri. Biblia inazungumza kwamba mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana, bali achukiaye kutamani ataongeza siku zake. Achukiaye kutamani ataongeza siku zake. Mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana. Sasa ukiona kuna mtu anajiita mkuu alafu anaongea maneno yasiyofaa, huyo jua kapungukiwa na akili. Kuna baadhi ya akili ambazo zimemtoka, zimebaki akili za wizi tu. 17 anasema, aliyelemewa na damu ya mtu atalikimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Aliyelemewa na damu ya mtu, sio ya mnyama. Aliyelemewa na damu ya mtu atalikimbilia shimo na mtu asimzuie. Tafika mahala, acha saizi mmejifanya damu za watu ni tamu, ndio maana mnalopoka maneno yoyote yale. Lakini nikwambie nini? Kwamba kazi ya dini sio hii ya kina Mamposa. Kazi ya dini sio haya ya mapooza. Ndio maana watu wanatukana sana ulokole ama kuokoka. Kwa nini? Ama kuabudu ama dini. Kwa nini? Kwa sababu wanajua dini ni udanganyifu mkubwa wa kuwafubaza watu akili ili wasionekane wana akili. Na ni kweli kuamini kwamba kuna mtu ana akili anaenda kuchukua udongo anamwaga shambani eti ustawi, wakati kuna watu wanatumia mbolea za kawaida na wanashinda kwa waganga wa kienyeji, ni upumbavu wa hali ya juu. Kwa hiyo kazi ya dini sio hii ya kina Mamposa. Hii ya kina Mamposa hii, kama kweli Mamposa ana upako, atuonyeshe watu waliokufa. Kama kweli ni mtume huyo, atuonyeshe watu waliokufa wako wapi. Kama na uwezo wa kustawisha mpaka mazao, aise Mamposa kumbe ni jina kubwa sana Yaani kama una uwezo wa kustawisha mpaka mazao, unashindwaje kuwaona watu waliokufa wako wapi? Unashindwaje kuleta utatuzi juu ya viongozi wanaofanya dhuluma? Au dini ndo hichi kiini macho cha kufubaza watu akili? Hawa ndio ambao hupendwa na serikali. Kwa nini? Kwa sababu wanaficha madudu yao. Sizungumzi serikali nzima. Kuna wengine wako humo
wanakuwa vizuri, lakini kuna hawa wanaojiita ni vichwa, wanaonyang'anya wanapata madaraka kwa njia ovu. Hawa ndio ambao tunashughulika nao, kwa sababu hawa ndio wanaosababisha uozo mkubwa. Ndio maana unakuta akina Mbarikiwa hawawezi kupata usajili wa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu wanakemea ubaya katika jamii. Huwezi kupata ndugu. Lakini ukiwa mnafiki afu kawa ni mtu wa kupoza akili za watu ili wasiwe na akili, usajili ni haraka sana. Hii ndio ambayo inakuja kudhihirisha kwamba kweli unaenda kuchukua udongo. Ndio maana watu wanawadharau sana wanawake. Wanasema wanawake wanajaa sana kwa mitume na manabii. Yaani wanawake hawana msimamo hata siku moja, kwa sababu ni mafuata upepo yenye hayaangalii. Ukiona kuna kanisa limeandikwa mtume na nabii, jua cha kwanza hapo wanawake wamejaa. Alafu wanawake na nyinyi mnajichukulia ni vyombo dhaifu, hamna nguvu wala hamna uelewa wa kupima jambo kwamba hili jambo ni jema au unaenda tu kushuhudia. Yaani namshukuru Mungu sana. Nilipokunywa maji ya mtume, nilikuwa sina kazi. Napita njiani nikakuta mtu ananiita. Anasema umepata kazi. Yaani nao ni ushuhuda wa kushuhudia. Jamani, mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana. Tumefika hapa tulipofika kwa sababu ya wakuu waliopungukiwa na akili, na ndio maana kazi yao ni kuonea watu sana. Yaani mpaka unaweza ukajiuliza kwamba hawa watu ni binadamu kamili au ni nini? Unaangalia Mwigulu Nchemba amekazana na lugha ya rasilimali. Binadamu haongelei kwa sababu inawahukumu. Ikiwa ataongea kuhusu binadamu waliokufa, wanahukumiwa. Ndio maana unakuta wanaruka. Unajua idadi ya watu waliokufa? Unajua wanaruka. Lakini huyu maneno anayoyaongea, hawa wamepata madaraka kwa njia isiyo halali. Ndio maana wanatumia hiyo mamlaka kuonea watu sana. Hii ya sasa ndio ambayo imekuja kudhihirisha, kuonyesha kwamba kumbe hawa wanaojitaka viongozi huwa wanapitaga kwa staili kama hizi. Haya yamekuja kudhihirisha, kuonyesha kwa ukubwa kwamba haya majitu ni mauaji toka enzi na enzi mpaka leo yanaendelea kuua. Kwa hiyo aliyeua miaka 5 iliyopita hafanani na aliyeua saizi yeye kabisa ndo amekomesha, ameteketeza kizazi. Je, watu, hii ni Tanzania yetu. Sote tunaipenda. Ila hawa wakoloni weusi waliotukalia bila idhini ya wananchi, waliojilazimisha kujiingiza kwenye madaraka, ndio ambao wanaitesa nchi mpaka hapa ilipo. Naongea haya, mnajiuliza sana kwamba kuna mtu mwingine amejiuliza sana kwamba yaani wewe mwanamke haukwenda kwenye maandamano, yaani moyo ungekufa pale, yaani ningefurahi sana ungeenda kwenye maandamano, yaani ungekufa. Kumbe mlikuwa mnaangalia watu walioenda kwenye maandamano, mnaua wale mliowalenga, alafu na wale wasio na hatia mlikuwa mnaua ili ionyeshe kwamba hamkuwalenga wale wanaharakati, ama hamkuwalenga wale waliokuwa wanapiga kelele. Kwa hawa wengine walienda kufubaza mauaji ama kuyafanya halali. Kwa mkawa mnaingia kama vijogoo, unaingia nyumba hii unakamata, unaingia nyumba hii unakamata, unaingia nyumba hii unakamata, kama kijogoo vile kilichokosa chakula. Yaani ni unaingia huku, unaingia huku, unakamata binadamu. Hayo maisha mpaka lini Tanzania yangu? Maisha hayo mpaka lini? Utafika wapi nye binadamu? Nani amekudanganya kwamba ukiwa na mali nyingi sana zilizo za dhulma ndio utaitwa mkuu? Mkuu aliyepungukiwa na akili huonea watu sana, sio kidogo. Hukanyaga watu sana, huwafanya watu wawe dhaifu. Lakini kadri unavyoonea watu sana, ndivyo watu wanasema
Nitakapokufa, kaburi langu mulikanyage, mutangaze haki hapo. Nitakapokufa, musimame juu ya kaburi, alafu mutangaze haki hapo. Ndio maana umetengeneza kizazi kioga cha uovu ambacho nacho kinaogopa. Kishaambiwa jamani, usiongee chochote. Ni kimya, hauongei chochote. Mimi nimekaa mahabusu nikiwa na hali yangu hii mbovu, afya yangu hii mbovu, nimekaa mahabusu, nimekaa bila sweta, na wakati huo natumia dawa, sio za HIV, natumia dawa ambazo nimetumia muda mrefu zaidi ya miaka mingapi, 3 sasa. Lakini unakuta umekaa humo ndani, hawataki kukupa dawa, hawataki kukupa chochote ili kukutesa. Na hawaoni shida, hawaoni ajabu. Kwa hiyo tunazungumza haya tukiwa tumepitia mateso makali, mateso makubwa. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanganyika.